Kwa maana sana, na hasa mimi nikija kama kiongozi na pia kwa mambo ya familia. Mimi naheshimu familia sana, na unajua mwaka uliopita tulianza kutafutana familia na tukasema tutafute makazi wetu, kwa sababu sisi ni watu moja, tunaongea lugha inaingiana, utamaduni wetu ni unafanana, mila zetu na desturi zinafanana. Kwa hivyo pale mimi natoka na watu ya magharibi, sisi ni cousins, na kwa hivyo pia nimepata nafasi kuja kutembelea familia cousins zetu, kuzungumza na kukubaliana mambo ya mbele, kwa sababu lazima tuangaliane, lazima tusaidiane, lazima yale mimi najua nieleze cousins wangu, yale pia wanajua wanieleze, ndio pia tuendelee kutafuta uhusiano mzuri kama cousins na watu ambaye mila na desturi zetu zinafanana. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwa hizo siku tatu, na hata isipokuwa kazi imekuwa mingi tukekaakaa, hatukuweza kufika Busia. Tunataka kuomba msamaha kwa watu ya Busia, walikuwa natungojea, hatukuweza kufika. Hata hapa Trans Nzoia kuna sehemu nyingi sana wangetaka tufike, na tumekubaliana viongozi George Natembeya na Eugene Wamalwa ya kwamba tutatafuta siku mbili tuende kaunti ya Busia, na tutafuta siku moja tukuje hapa Trans Nzoia, ndio tuweze kuzungumza na watu wetu na kunena na kukubaliana mambo ya hapo mbele. Labda neno moja ambalo umejifunza la Kiluya wakati Mimi ni mtu ya hapa. Unajua zamani nikiwa kijana mdogo niliweza kukaa pale kwa Banyala, pale inaitwa Navaholo. Nilikuwa afisa tawala ndio zamani, mwaka wa 1997 nilikuwa dio hapo pale inaitwa Navaholo, na kwa hivyo mimi naelewa lugha vizuri, kwa salamu niko sawa, hata kusikia nasikia, kwa sababu vile nimekuambia sisi ni cousins. Lugha yetu inapitana tu kidogo, lakini watu wakiongea Kiluya mimi naelewa, na kwa hivyo nimeshukuru sana kuja hapa na kukaa na watu wetu. Labda pengine umekuwa kwa ziara siku tatu pamoja na viongozi wenzako. Kando na ujumbe wa siasa ambao umekuwa, kuna mambo mengine ambayo unabebea jamii ya magharibi? Mimi nimefika hapa kuambia watu wetu wa mkoa wa Magharibi ya kwamba ni muhimu wajitafutie heshima kama jamii, kwa sababu hii ni jamii ya kuheshimika sana, ni jamii ambayo iko na bidii sana, ni jamii ambayo iko na watu wamesoma sana, ni jamii ambaye inaheshimika sana katika Jamhuri ya Kenya, na ni ombi langu viongozi wa jamii hii ya Mlembe watafutie hii jamii heshima, kwa sababu hatutaki madharau kwa jamii. Tungependa kila jamii ipewe heshima yake na ipatiwe nafasi ya kuwa katika uongozi wa Jamhuri ya Kenya, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni, kwa kila sekta. Tungetaka hii jamii ipewe nafasi ya kuwa kipawa mbele. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, karibu tena kwa mada conversation ambayo tunaendelea nayo sasa hivi. Ningependa kujua tu, ama wakazi wa Western Kenya ungependa kujua unalipi ama chama cha DCP kwa wakulima wa Western Region, sababu Western Region tunategemea sana ukulima wa miwa. Ukiangalia kwamba viwanda vyetu Mumias Sugar, Chemelil, ukiangalia Nzoia, they are not doing well. What plans do you have labda to make sure kwamba they are doing well? Mungu akijalia kwamba tutuongoze. Ya kwanza, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mkarimu sana kwa jamii ya Magharibi, kwa sababu iko mvua ya kutosha na iko rutuba nzuri, na ni aibu kubwa ya kwamba umaskini umeenea sana katika sehemu hii, sehemu ambayo iko na rutuba nzuri na iko na mvua karibu mwaka nzima. Lakini hii ukulima wa miwa umefanya wakulima wa Magharibi kuwa watumwa, na unapata wakulima pale katika sugar belt ya Mumias, ya Nzoia, pale West Kenya, pale Kabras, wako na maekali mingi sana ya miwa, lakini umasikini uko juu sana, kwa sababu
zile mafaktoria imefinyilia wakulima kwa miaka mingi sana, na ndio nilikuwa naambia watu ya hapa ya kwamba mimi nilikuweko, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wakiweka mkataba na Rais William Ruto kabla ya uchaguzi. Ilikuwa tariki 15 mwezi wa 4 mwaka wa 22, na hao viongozi wawili walisikizana na William Ruto, na iko kwa mkataba niko nayo hapa ya kwamba akipata nafasi ya uongozi baada ya kupewa support na watu ya magharibi, atarekebisha upya factory ya Mumias na ile ya Nzoia, kununuliwa mashini mpya ya diffuser na zile zingine za kisasa, madeni yote ya wakulima ilipwe, madeni ya wafanyikazi ilipwe, na wakulima waweze kupata haki yao na wakule jasho yao. Na ni aibu kubwa sana ya kwamba hiyo haikuwezekana. Hiyo mkataba hukutimizwa, na badala yake hizo kampuni ziliuzwa Wahindi, na hii Wahindi sio wenye kununua. Hawa ni wale wanaitwa proxy. Wenye kununua ni watu wakuu sana ndani ya serikali. Wafanyikazi wa Nzoia na Mumias wangali wanahangaika, wakulima wangali wanahangaika. Wiki mbili iliyopita bei ya miwa ilishuka kutoka 6,500 kwa tani mpaka 5,500. Katika finance bill imekuja, kuna mabadiliko imefanywa juu ya transport ya miwa, ambayo itafanya transport iende juu, na hiyo gharama itasukumiwa mkulima. Mimi nikipata nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya, jambo la kwanza ni hizo faktoria mbili ya Mumias Sugar na Nzoia ambayo imepatiwa watu binafsi, serikali yangu itaelegesha kwa wakulima, hasa ukijua iko nuclear estate kubwa sana pale Mumias na pale Nzoia. Hiyo ni mali ya watu wa Bungoma na watu ya Kakamega, na ukiangalia ile bei, hiyo shamba imekodishwa kwa miaka 30. Hiyo ni unyang'anyifu, ni kuibia wakulima mchana, kwa sababu ile bei imewekwa ya kukodisha hayo mashamba kwa miaka 30 iko chini sana. Kwa hivyo niseme kitu ya kwanza ni kulegesha hizo faktoria mbili kwa wakulima wa Mumias na wale wa Nzoia. Number 2 ni kujaribu kuongea na wakulima pia wafanye kitu naitwa diversification, wasilime miwa peke yake. Mimi najua wanalima mahindi kwa sababu ya kutumia kama vyakula na maharagwe, lakini tungependa kuwahimiza na kuwaletea seedlings ya avocado, ya macadamia, ndio pia juu ya miwa wakuwe na crops zingine ambazo zinaendelea at the same time. Unajua miwa inakaa sana, utakuta ile miwa saa ingine imechelewa, ile plant ya kwanza saa ingine inachukua 24 months na mkulima anangoja. Ratun 1 inachukua karibu mwezi 18, Ratun 2 inachukua karibu mwezi 14, mwezi 12. Hiyo ni muda mrefu sana mkulima akiwa amengoja, na anakula, ako na watoto na wasomesha, ako na mahitaji ya kila siku. Kwa hivyo juu na hii ukulima wa miwa lazima kuwe na mpango ya na uwezi tofautisha nani gun na nani polisi. Guns wanatembea na magari ya polisi ile Land Cruiser, saa ingine wanapatiwa mpaka tiangas na polisi, saa ingine tumeona wakisindikishwa na polisi kupora mali ya wananchi. Jana tukiwa pahali naitwa Harambe huko Matungu, gavana wa kaunti ya Kakamega alipanga vijana guns kuchafua amani, kuumiza akina mama, kupiga watoto, kupiga vijana, na wakaumiza wamama sana pale. Na polisi wako tu na wanajua na wamenyamaza, kwa sababu huyu gavana ako pande ya William Ruto
na amepewa nafasi afanye vile anataka katika kaunti ya Kakamega, ikiwemo kuleta wahuni, kuchafua amani na kutoa fujo. Tumekuwa na visa mingi sana. Jana katika kanisa ya All Saints Cathedral pale jijini Nairobi, wahuni walivamia kanisa hilo na kuchafua amani